Kufuatia kusambaa kwa video yenye kumonyesha Deogratias Mahinyila ambaye ni wakili akiwa anatolewa nje kinguvu na maafisa wa polisi kutoka kwenye viunga vya mahakama wakati wa kusikilizwa kwa kesi ya uhaini na mkabili Tundu Antipas Lissu. Hatimaye wakili Paul Kisabo ambaye ni wakili wa Deogratias Mahinyila ameweza kujitokeza na kuzungumzia tukio zima lililojiri pale mahakamani siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025 na hatua gani zimechukuliwa juu ya tukio lile lililofanywa na maafisa wa polisi kumtoa nje kinguvu Deogratias Mahinyila, jambo ambalo liliibua taharuki miongoni mwa wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa taasisi mbalimbali za kisheria na hata nje ya viunga vya mahakama. Mwanzoni alielezea tukio hili wakili Deogratias Mahinyila mwenyewe, lakini kwa sasa wakili wake Paul Kisabo ameelezea kiundani zaidi. Hawa hapa Paul Kisabo na Deogratias Mahinyila wakizungumzia tukio hili lilivyojiri na hatua walizozichukua kutokana na kile kilichotokea siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 9 ya mwaka 2025. Kama ambavyo nimetambulishwa, mimi naitwa Paul Kisabo, ni wakili wa Mahakama Kuu, lakini kwenye swala hili ni wakili wa Deogratias Mahinyila kwenye swala ambalo lilitokea jana. Lakini pia mimi nafanya kazi na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania. Sisi tunatetea watetezi wa haki za binadamu. Mawakili ni watetezi wa haki za binadamu, nadhani mnafahamu hilo wote. Kwa hiyo kama mtandao tunalaani kitendo cha kushambuliwa kwa mtetezi wa haki za binadamu, wakili mwenzetu, na ndio maana baada ya kupata taarifa ya jana mara moja niliondoka nikaenda kituo cha polisi kati Dar es Salaam na kufuatilia. Baada ya kufuatilia nikaambiwa kwamba anatuhumiwa kufanya fujo mahakamani. Kwanza nilishangazwa sana na hicho kitendo kwa sababu inawezekanaje wakili akatuhumiwa kufanya fujo mahakamani? Mahakamani sisi ni ofisi zetu. Sisi ndio mahali petu pa kazi. Yaani tukiamka kutoka nyumbani, sisi tunakuja hapa mahakamani, ndio ofisini kwetu. Kwa hiyo haiwezekani mimi nikaja ofisini kwangu nikafanya fujo mahakamani. Kwa it was very strange. Hata askari nijaribu kumuuliza, hivi wewe unaweza kutuhumiwa kufanya fujo hapa ofisini kwako huko ambao tupo? Na yeye pia ilikuwa imemshangaza. Lakini ndio hicho kilichotokea, lakini tunakilaani sio tu kile ambacho kimetokea kwa Deogratias Mahinyila, lakini pia na watu wengine ambao tuliona kama ambavyo ni waandishi habari mlichukua zile video ambazo zimesambaa, watu wanapigwa, watu wanashambuliwa. Vile vitendo ni kinyume cha haki za binadamu, havikubaliki, na hatua zinaendelea kuchukuliwa mbalimbali za kisheria kuhakikisha kwamba haki zinaendelea, kwa sababu hata kama mtu ametenda kosa, upo utaratibu wa namna mtu kumkamata. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria, nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa katiba. Kwa kama unaamini kwamba mtu fulani ametenda kosa, kuna namna na kuna utaratibu wa kumkamata, sio kumshambulia kama unapiga panzi. Hiyo sio sawa na haikubaliki, na hiyo hatutakubali. Kwa sasa nizungumze hilo kwa asante. Deogratias Mahinyila ni wakili wa Mahakama Kuu na mahakama zilizo chini yake. Lakini pia mimi ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa, tunaitwa Bavicha. Sasa siku ya jana tarehe 15 mwezi wa 9 majira ya asubuhi naingia hapa mahakamani, nilipita pale getini. Kwa kifupi tu nilikuta kuna ule mzozo uliokuwepo jana wa kuhusu namna watu kuingia mahakamani. Nilipita pale getini na baadaye nikaingia hapo mapokezi, kwa sababu alikuwepo pale naibu katibu mkuu wa chama Amani Burugu. Mimi kana nazungumza naye kuhusu hasa msingi wa shida iliyopo hapo ni nini, kwa sababu huko nyuma tuliambiwa kwamba chama kilikuwa kimepewa na chenyewe nafasi ya kuwepo na wawakilishi hapo getini kuweka uratibu wa namna ambavyo wanachama mbalimbali na watu wengine wanaweza wakaingia na kufuatilia kesi ya mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa nikiwa bado naongea na mheshimiwa Amani, na wakati tunamalizia akaingia askari mmoja ambaye baadaye nimekuja kuambiwa kuwa ni askari kwa sababu amevaa nguo za kiraia, akanigusa mgongoni na kuniambia, wakili, uruhusiwi kuwepo hapa, ili eneo liko chini ya ulinzi wa polisi, unapaswa kuondoka. Na mimi kiukweli nilimuuliza kwamba siruhusiwi kuwepo hapa, niende wapi? Unafahamu kama mimi ni wakili na unafahamu kama hapa nilipo ni sehemu ya eneo la kazi yangu. Wewe ni nani unaniambia niondoke? Na niondoke kwenda wapi? Akaniambia, wewe kama ufahamu pa kwenda, basi ngoja nikuoneshe unapaswa kwenda wapi. Akanikuida na kuanza kunivuta na zile tafrani zilizotokea. Sasa kwa kifupi sana, kwanza ni washukuru watu wafuatao. Ni washukuru waandishi ambao mliweza kuyanasa yale matukio, kwa sababu mambo haya yangetokea gizani, pengine nchi na dunia isingejua kwamba nini kinaendelea na hao watu wanaoitwa pengine polisi wanafanya baadhi ya mambo kivipi na maeneo kama haya ya mahakama. Kwa mimi nawashukuru ni waandishi wa habari na nawashukuru wa Tanzania wote kwa ujumla
kwa namna ambavyo walikerwa na tukio lile. Lakini pia naomba nikishukuru chama cha mawakili Tanganyika, tumeona hatua walizochukua na tunaamini leo kuna vikao vingine. Baraza la uongozi jana lilikaa kwa dharura na leo pia litaendelea. Baraza la uongozi la chama cha mawakili Tanganyika wamechukua hatua na naamini kuna mambo kadhaa watayafanya. Kuna hatua kadhaa watazichukua kuhusu tukio lile. Lakini pia niwashukuru mawakili mbalimbali, mawakili kutoka mtandao wa watetezi wa haki za binadamu walituma wakili Paul Kisabo, mawakili kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu walituma mawakili, na pia chama cha mawakili pia walituma mawakili pale Central Police. Sasa mara baada ya kufika Central Police na ile tafrani iliyotokea hapa, nilihojiwa kwa kosa la kufanya fujo mahakamani. Ni kosa ambalo ni kituko kusikia kwamba eti wakili amehojiwa kwa kosa la kufanya fujo mahakamani, na polisi wameniambia kwamba bado wanaendelea na uchunguzi wa kosa hilo. Kwa hiyo pengine na wenyewe kuna hatua watazichukua, lakini vyovyote itakavyokuwa, mimi kama wakili na mimi kama afisa wa mahakama naomba tu niseme yafuatayo. Mimi huu wakili sikupewa kama zawadi. Naamini ziko hatua kadhaa ambazo chama cha mawakili kitazichukua, lakini pia mawakili kwa ujumla watachukua. Lakini mimi binafsi naomba niseme mambo yafuatayo, kwamba mimi huu wakili sikuokota barabarani. Najua maadili ya uwakili ni nini. Hii ni kazi yangu. Ni kazi ambayo nimeisomea na naifanya na naheshimu sana. Kwa hiyo nafahamu maadili ya uwakili, nafahamu nini kama wakili napaswa kufanya, na mambo hayo huwa nayafanya siku zote. Na hata jana kwa busara kubwa sana na kwa uwezo mkubwa sana nilikuwa nikitekeleza majukumu yangu kama wakili. Nilishangaa tu wanaibuka watu ambao baadaye nikagundua kwamba wamejitambulisha kwamba ni askari polisi, wananielekeza nini cha kufanya nikiwa mahakamani, nini cha kufanya nikiwa kazini kwangu. Kwa mimi naomba nitumie fursa hii tu kuwaambia polisi, na wafahamu kwamba sisi huwa tukiwa vituo vya polisi huwa tunawaheshimu sana, na huwa tunajitahidi muda mwingine kuwavumilia hata kwenye mambo ambayo tunaamini pengine wanayafanya tofauti na utaratibu, kwa lengo tu la kuwafanya na wao watimize wajibu wao ili na sisi wengine tufanye kazi zetu maeneo mengine. Sasa naomba tu niwaambie polisi, mimi binafsi na kama nilivyosema naamini matamko mengine yatatolewa na vyombo mbalimbali ikiwemo chama cha mawakili Tanganyika. Mimi binafsi mapolisi hawawezi kunielekeza chochote nikiwa kazini kwangu. Mimi ni afisa wa mahakama, hawana la kuniambia kuhusu kazi yangu. Cha zaidi tu mimi kama afisa wa mahakama nikiwepo hapa mahakamani nina uwezo wa kuwasaidia polisi mambo kadhaa, kwa sababu sitegemei kwamba kirahisi tu polisi anaweza kawa anamjua hata jaji kama jaji amevaa suti hajavaa joho lake. Kwa mimi naweza nikaa kwenye nafasi nzuri ya kumwambia askari polisi pengine kaeni pembeni, kuna jaji anapita yule anakuja. Kwa mimi ni afisa wa mahakama, na pengine huko duniani kwa wenzetu kwenye nchi zingine ndio maana mahakama zina mapolisi wake, zina watu ambao wanailinda mahakama. Kwa mambo yaliyotokea jana yanatuma picha kubwa sana. Pengine siku nyingine hata mashahidi huko mahakamani wanaweza kawa hawana confidence ya kutoa ushahidi wao wakiwa huru, kwa sababu wanaamini pia mapolisi wanaweza wakafanya chochote wakiwa mahakamani. Kwa mimi binafsi naomba niseme na niweke kwa uwazi kabisa kwamba naifahamu taaluma yangu na siwezi kukubali kucompromise chochote zaidi ya kwamba nitakachokifanya ni kulinda maadili ya uwakili, maadili ya kazi yangu, kwa sababu ni kazi ninayoipenda na ninayoiheshimu. Na yeyote ambaye atataka kutweza utu wangu, atakayetaka kunifanya pengine mimi nikaishi tofauti na miiko ya taaluma yangu, nitajitahidi kwa njia yoyote kumuonesha kwamba jambo hilo silikubali, na sitakuwa tayari kwa kweli kupiga magoti kwenye jambo ambalo pengine linaweza likatweza taaluma hii, sio leo tu, hata katika vizazi vijavyo. Lakini jambo lingine ambalo natamani kutumia fursa hii kulisema ni kwamba ni lazima kuna mazoezi ya kisheria tuyafanye. Kama nilivyowaambia, na mimi pia na sisi pia mawakili huwa tuna mawakili wetu, kwa sababu hili jambo limenikuta mimi, naamini tunaendelea kushauriana na mawakili wenzangu, hatutaki kuruhusu jambo hili liishe kama lilivyo. Naamini kuna mazoezi kadhaa ya kisheria tunaweza tukayafanya kuhusiana na tukio lililofanyika hapo kesho. Kwa hiyo tuupe muda nafasi, lakini kwa hatua ya sasa naomba tu itoshe kusema kwamba yale yaliyotokea jana wote mmeyaona, na mimi binafsi niko imara, sio tu jana, nitakuwa imara leo, kesho na siku zingine zote kulinda hadhi yangu kama wakili, lakini kulinda hadhi ya taaluma hii ambayo kwa kweli ni taaluma ambayo kama watu wengine wanavyosema na huwa mnasikia, ni taaluma ya watu waliostaarabika, ni taaluma ya watu wasomi, ni taaluma ya watu ambao kwa kweli hatuamini katika mapambano ya nguvu. Damu yetu sisi sio ya mwili na nyama. Mapambano yetu sisi ni ya vifungu vya sheria, na tunatumia akili. Kwa hiyo lolote ambalo litaonekanika kama sio ustaarabu,
na sisi tutatumia kwa kweli kwa nafasi zetu tulizonazo kuonesha mambo hayo sio sahihi kufanyika kwenye jamii ya watu waliostaarabika na hapa mahakamani. Na mwisho naomba tu niseme, mimi ni afisa wa mahakama. Huko utaratibu ambao unaweza kumkamata wakili. Sisi tunao viongozi hapa kama maafisa wa mahakama, yuko msajili wa mahakama, huko uongozi administrative wako viongozi wa mahakama. Kwa kama hata kama ningekuwa nimefanya kosa lolote, pengine wangeweza tu kuripoti kwenye maeneo kadhaa, halafu mimi nikachukuliwa hatua zozote ambazo ingetakiwa kuchukuliwa, lakini sio ule utaratibu ambao kwa kweli ni utaratibu ambao unaweza kujiuliza waliokuwa wanafanya hivyo kweli ni watu ambao wanafahamu hasa walikuja hapa mahakamani kufanya jambo gani, na hicho wanachokifahamu wanafahamu kwamba walikuwa wanakifanya dhidi ya wakili, kwa sababu nilikuwa nimevaa kama unavyoniona sasa. Mtu yoyote ambaye amekuwa akifika mahakamani anajua huyu ni wakili. Kwa hatua ya sasa niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Nafikiri tutapata muda mwingine wa kuzungumza zaidi mambo haya. Kwa sasa naamini hayo niliyoyasema nimeweza kuweka kumbukumbu sawa. Labda kama wakili Paul Kisabo ambaye ni wakili wangu pia, kama ana lolote ambalo